kwa waandishi wa habari leo hii tarehe 22 mwezi wa 5 mwaka 2025. Ndugu wanahabari, mkoa wetu umepewa heshima kubwa ya kuwa mwenyeji katika maadhimisho ya ugonjwa wa fistula ya uzazi kitaifa itakayofanyika katika hospitali ya rufaa ya Kanda Mbeya, kitengo cha wazazi na watoto wachanga, yani pale Meta, ambapo kwa kweli maandalizi yamekamilika kwa 100% na tayari wageni mbalimbali wameanza kuingia katika mkoa wetu wa Mbeya, na tunakwenda kushuhudia kongamano kubwa hili la maadhimisho ya siku ya fistula ya uzazi kitaifa. Mgeni rasmi anatarajia kuwa Mheshimiwa Jenista Mhagama, waziri wa afya, mbunge. Lakini kama mnavyofahamu, ugonjwa wa fistula ya uzazi ni tatizo la kiafya linalosababishwa na uchungu pingamizi wakati wa kujifungua na kupelekea mama kuvuja mkojo au kinyesi au vyote kwa pamoja kupitia sehemu isiyokuwa ya kawaida. Na mama aliyopata changamoto ya fistula ya uzazi anaweza kupata athari mbalimbali, ikiwemo kutengwa na kupoteza heshima kwenye jamii, kuathiri ujasiri wake, kutelekezwa na mwenza au familia, kupata maambukizi ya mara kwa mara kwenye via vya uzazi, pamoja na matatizo ya kisaikolojia. Hayo ndo madhara ambayo kwa kweli akina mama wengi wamekuwa wakikutana nayo baada ya kukutwa na ugonjwa huu wa fistula, ambao kwa namna moja au nyingine umekuwa ukileta changamoto kama hizi kwenye jamii. Kwa hiyo Wizara ya Afya imeona kuna maadhimisho maalum kuhusiana na jambo hili ili kuweza kupeana elimu namna ambavyo namna ya kukabiliana na ugonjwa huu na namna ya kudhibiti, ili akina mama ili waweze kuishi kwa amani katika maeneo yao ambayo wanaishi. Lakini pia tatizo hili, ndugu wanahabari, la fistula ya uzazi linawakumba wakina mama wengi. Kwa takwimu za nchi, kati ya akina mama 2,000 mpaka 3,000 kwa mwaka wanapata changamoto hii, na kati yao wakina mama 1,500 tu ndio wanapatiwa matibabu. Hivyo bado kuna wanawake kwenye jamii yetu wana changamoto hii, hawajapatiwa matibabu, na serikali inaendelea na jitihada kuendelea kuwapa matibabu ili waweze kukana na ugonjwa huu. Mpaka sasa, kutokana na sababu mbalimbali ikiwemo kutojitokeza mapema kupata matibabu kwa wakati, akina mama wengi wamekuwa wakiathirika na ugonjwa huu. Mbali na kilele cha maadhimisho ya fistula, ninayo habari njema kwa serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kupitia hospitali ya rufaa ya Kanda kumekuwepo na jitihada za makusudi za kutoa huduma za matibabu ya tatizo hili la fistula ya uzazi, na kumekuwa na ufanisi mkubwa sana kwenye hospitali yetu ya Kanda ya mkoa wa Mbeya pamoja na hospitali ya rufaa, ambapo kumekuwa na jitihada za kuweza kuimarisha afya za akina mama hao. Ndugu wanahabari, natoa rai kwa wananchi wote wa mkoa wa Mbeya. Kwanza, wahamasishane wananchi mjitokeze kwa wingi siku hiyo ya kilele cha maadhimisho haya katika viwanja vya Meta ili kupata huduma mbalimbali katika maadhimisho haya, ikiwemo uchunguzi wa kiafya. Lakini la pili, kwa wanawake wote wenye changamoto ili kujitokeza kupata matibabu haya katika hospitali ya rufaa ya Kanda Mbeya, kwa kuwa matibabu haya hayana malipo ya aina yoyote. Pia mwanamke mwenye changamoto hii anapona kabisa na kurudi kwenye hali yake ya kawaida. Kwa hiyo ni swala tu la kujitokeza kwa wingi ili tuweze kupata matibabu na tuweze kuendelea na maisha yetu na kuepuka msongo wa mawazo na kuathirika kisaikolojia. Lakini pia mama akishapata matibabu kama haya ana uwezo wa kuendelea na uzazi wake kama kawaida. Na tatu na mwisho, ili kujikinga na changamoto hii ya fistula ya uzazi, tunasisitiza wanawake kuhudhuria kliniki ya mara tu wanapohisi ni wajawazito, kujifungulia katika vituo vya afya, kuhudhuria kliniki baada ya kujifungua na kuepuka mimba za utotoni. Na hapa nazungumzia wale wenye vidokezo vya hatari na wale ambao hawana vidokezo vya hatari. Wanapaswa kwenda kujifungulia kwenye hospitali ambazo wameelekezwa na madaktari. Kama una kidokezo cha hatari, madaktari huwa wanakuelekeza kwamba ukajifungulia kwenye hospitali gani ili uweze kupata huduma. Mfano, wenye dalili za fistula basi wanaweza kwenda kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mbeya ya Kanda, hospitali ya rufaa ya Kanda, lakini pia na hospitali zingine zilizoko katika mkoa wetu wa Mbeya.
Na kauli mbiu ya maadhimisho haya mwaka huu, afya ni haki ya kila mwanamke, tengeneza hatima yake pasipo na fistula. Hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka huu ya maadhimisho haya ya fistula kitaifa katika mkoa wetu wa Mbeya, ambayo yatafanyika The Green City jijini Mbeya hapa kuanzia kesho.